Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu bukheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na kukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na watu 6 wafariki dunia na wengine 55 wamejeruhiwa baada ya basi lililokuwa kisafiria kupasuka tairi na kupinduka mkoani Singida. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Uthman. Karibu tuwe sote. Na barabara kabisa mtazamaji, mchezo kwa utunzo. Tuanze na habari za kitaifa. Tuanzie huko mkoani Iringa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa Isimani William Lukuvi atakumbukwa kwa mengi na Watanzania kutokana na utumishi wake uliotukuka katika nafasi mbalimbali alizohudumu. Waziri mkuu amebainisha hayo leo wakati akizungumza katika ibada ya mazishi ya marehemu iliyofanyika nyumbani kwake kwenye kijiji cha Idodi wilayani Iringa mkoani Iringa. Ninashuhudia hapa kwamba Mheshimiwa Lukuvi alikuwa na nidhamu ya juu sana ya kujituma katika kufanya kazi. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa hasubiri kutumwa, alikuwa anajituma, na ndio maana ameweka rekodi hali ya juu ya uratibu wa shughuli za serikali katika vipindi vyote alivyopata nafasi ya kutumika serikalini. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mshauri wa kila mmoja. Kila mbunge amepokea ushauri kutoka kwa Mheshimiwa Lukuvi. Kila waziri na naibu waziri, makatibu wakuu ambao na wenyewe naona wapo wamejumuika pamoja nasi katika kumsindikiza, wamepata ushauri kutoka kwa Mheshimiwa Lukuvi. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa na utaratibu wa kujituma, kujitolea kuwasaidia na wengine. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anasoma hotuba za kila wizara, hata zile ambazo sio za wizara yake. Alikuwa anasoma, na maeneo ambayo anaona yanatakiwa yarekebishwe anasema hapa rekebisheni hiki na hiki na hiki. Hiyo ndio ilikuwa tabia ya Mheshimiwa Lukuvi ya kujituma, kujitolea, kutamani matokeo, kutamani ufanisi, kutamani kila moja afanikiwe. Katika ibada hiyo mazishi iliongozwa na naibu askofu wa jimbo Katoliki la Iringa, Padre Paul Nsombe, ambaye amesisitiza kuwa ni vema kwa watu wakaishe huko wakijiandaa kwa maisha ya baadaye huko mbinguni. Hili ni swala la kila mmoja kujitazama na kujiona, hivi mimi kwa mfano Mungu angeniita saa hizi, ninaweza kusema nina haki ya kuingia mbinguni? Naweza kusema Yesu nipokee, nimefanya hiki, nimefanya kile chema? Hilo kila mmoja wetu anajijua, anajielewa alivyo. Hapa ni kukumbushana tu kwamba jamani, tukumbuke sisi tunakesha, hatujui siku wala saa ambapo mwana wa Adamu atakuja. Akija basi atukute tuko macho, aseme ingieni huku. Asikute tumelala. Tumelala namna gani? Kwamba sisi hatuna roho ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Mungu tumemwacha, Mungu tumemtumpa. Tuwe na Mungu ndani ya mioyo yetu na Mungu atatupokea. Mheshimiwa Lukuvi alifariki dunia Machi 25, 2026 wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Benjamin Mkapa. Watu 6 wamefariki dunia na wengine 55 wamejeruhiwa baada ya basi lililokuwa kisafiria kupasuka tairi la mbele na kugonga shimo kabla ya kupoteza mwelekeo na kupinduka mkoani Singida. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Emmanuel Michael.
Ajali hiyo imetokea katika eneo la Mkiwa, wilaya ya Ikungi, mkoani Singida, na kuhusisha basi la Green Line lenye namba za usajili T689 DCN lililokuwa likitokea Dodoma kwenda jijini Mwanza. Kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya ya Manyoni Dr. Bwire James anakiri kupokea miili ya watu waliofariki kwenye ajali hiyo na majeruhi ambao bado wanaendelea kupatiwa matibabu. Hospitali ya Manyoni imepokea majeruhi 55 leo tarehe 31 mwezi wa 3, 34 wakiwa wanaume na 21 wakiwa wanawake, na tumepokea maiti 6, wanaume 3 na wanawake 3. Hakuna aliyefikishwa akafariki hospitali. Rufaa tumeshawapa majeruhi 10 kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Singida na 8 na 2 hospitali ya rufaa ya St. Gaspar Itigi. Wengine tunawaendelea na uangalizi, wako salama. Polisi mkoani Singida wamethibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tuelekee jijini Dodoma. Wakati wizara mbalimbali zikitarajiwa kuanza kuwasilisha bajeti zake kwa mwaka wa fedha 2026/27, baadhi ya wabunge wamebainisha sekta mbalimbali ambazo zikisimamiwa vyema zinaweza kuongeza mapato kwenye mfuko wa taifa. Moses anafafanua. Uwasilishwaji wa bajeti hizo unatarajiwa kuanza Aprili 1 bungeni jijini Dodoma. Baadhi ya wabunge wanaona kazi kubwa inabidi ifanyike katika ukusanyaji wa mapato ili kuepusha kutegemea wafadhili. Kuna vitu vitatu lazima ifanyike. La kwanza, Watanzania wahamasishwe umuhimu wa kulipa kodi. Lakini la pili, taifa liendelee kukuza sekta ya viwanda, maana viwanda vinatengeneza bidhaa mbalimbali na zinakuza uchumi kwa kutengeneza ajira. Lakini pia la tatu ni kwa kuhakikisha kwamba sekta zote za uzalishaji mali, sekta binafsi, taasisi za umma ambazo ni za uzalishaji mali kama shirika letu la STAMICO, kama mashirika mengine ya bandari, wanazingatia vizuri utendaji stahiki unaosaidia taifa kupata mapato yanayoweza kusaidia kuchangia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mimi ambacho nakiona kitaongeza mapato kwa haraka ni miradi ya kimkakati katika halmashauri zetu ambayo itachangia halmashauri kuwa na mapato makubwa na kutumia mapato hayo wanayoyapata kupanga sasa maendeleo katika halmashauri zao, kwa sababu kutegemea sana wahisani, kuna wakati wakaweka masharti kile tulichokitegemea tusikipate, lakini tukitegemea mapato yetu tuna uhakika zaidi. Tuna maeneo mengi ya kukusanya fedha. Mfano, eneo moja ambalo naendelea kuishauri serikali, hata eneo la maliasili, eneo la mifugo, kuna eneo ambalo tunaweza kukusanya fedha nyingi na tukapata fedha za kutosha. Tuna mapori makubwa hapa nchini, mengi hayana vivutio kwa sasa, lakini tuna wafugaji wetu wanalandalanda mitaani, wanagombana na wafugaji, wanagombana na wakulima. Leo tukiamua kubadilisha maeneo ambayo ya misitu ambayo hayana wanyama, hayana vivutio, yageuzwe kuwa eneo la malisho ya mifugo. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Ukonga Bakari Shingo akataka usimamizi madhubuti wa makusanyo yanayopatikana. Unakuta tunakubaliana tukajenge shule kwa shilingi milioni 200. Sawa? Tunakwenda kuingia mkataba milioni 400. Alafu jengo likishajengwa, ukipeleka wataalamu wanakuta jengo pamoja na kujengwa na mkataba shilingi milioni 400, thamani ya pesa, value for money, unakuta inasimama milioni 70. Sasa huhitaji mzungu wala mtu Mwarabu wala nani, ni sisi wenyewe. Yani ili tuvuke lazima tusemane, lazima tuambiane ukweli, tudhibiti, na ndio njia pekee. Haya mambo ya kutegemea wazungu watatoa na masharti. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Asante sana Blaya Moses kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee huko Zanzibar. Watoto 81 sawa na asilimia 81.8 ya waathirika 99 wa matukio 98 ya vitendo vya ukatili na udhalilishaji yaliyotokea katika kipindi cha mwezi Februari 2026 Zanzibar. Ripoti kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar imebainisha kuwa miongoni mwa watoto waliofanyiwa vitendo hivyo, wasichana walikuwa 66 na wavulana ni 15. Akiwasilisha takwimu hizo, mtakwimu wa divisheni ya takwimu za kijinsia na ajira kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar, Ahmad Hassan Suleiman, amesema jumla ya matukio 98 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa Februari 2026,
ambapo waathirika walikuwa ni 99, watoto 81, kwa upande wa wanawake walikuwa 17 na mwanamume mmoja. Aidha, amezitaja wilaya zilizoongoza kwa vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia hapa Zanzibar. Mtakwimu Ahmada anaelezea aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji kwa kijinsia na hatua zilizochukuliwa katika mwezi wa Februari 2026. Katika matukio yote 98, matukio 54 yametokea nyumbani kwa watuhumiwa, matukio 15 yamefanyika nyumbani kwa waathirika, matukio 11 yametokea sehemu nyingine, matukio 10 katika majumba mabovu, matukio 8 vichakani na tukio moja limetokea katika nyumba za wageni. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF na Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT wameingia makubaliano kushirikiana katika tafiti, kubadilishana takwimu ili kuimarisha usalama barabarani kwa lengo la kudhibiti ajali zinazosababisha vifo na ulemavu wa kudumu na kupoteza nguvu kazi ya taifa. Adam Luhomo ana taarifa kamili. Hafla ya kusaini hati ya makubaliano hayo imefanyika katika ofisi za mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali wa kisekta, ambapo mkurugenzi mkuu wa mfuko huo Dr. John Mduma amesema ushirikiano huo na NIT wa miaka mitatu utasaidia kudhibiti ajali za barabarani, kwani wamejielekeza katika kutoa elimu ya matumizi sahihi ya barabara. Kimsingi makubaliano haya yatasaidia sana kuleta tija kwa taasisi zetu hizi mbili, wenzetu ambao wanawaandaa hawa wanaoendesha vyombo hivi vya moto na sisi ambao tunalipa fidia pale ambapo majanga ya ajali yatatokea kwa wanaotumia vyombo vya moto au abiria walioko kwenye hivi vyombo vya moto. Tunaamini kwamba kwa wenzetu kutufikishia ujumbe wa WCF kwa hao wanaoandaa, basi WCF itakuwa kwenye nafasi nzuri ya kutoa huduma zake vizuri. Mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT Dr. Prosper Mgaya amesema makubaliano hayo na WCF yatasaidia kufanya kazi kwa pamoja katika kutoa elimu kwa watumiaji wa barabara, kwani takwimu za dunia zinaonyesha watu milioni 1 hufariki kila mwaka kutokana na ajali. Hivyo juhudi za makusudi zinahitajika kudhibiti ajali ambazo hupoteza nguvu kazi ya taifa na kusababisha ulemavu wa kudumu. Tumeona twende upstream kule kwenye vyanzo badala ya WCF kusubiri kutoa fidia, lakini tunataka tufanye kazi pamoja katika kuzuia au kupunguza idadi ya ajali. Wadau wa kisekta walioshiriki hafla utiaji saini makubaliano hayo wamesema ushirikiano wa NIT na WCF umekuja muda mwafaka katika kukabiliana na ajali hasa za barabarani, na kwamba itaisaidia pia WCF badala ya kusubiri kulipa fidia pekee, sasa itajielekeza kwenye kutoa elimu ya kuzuia ajali kabla hazijatokea, hivyo kuupa ahueni mfuko usielemewe. Kwa kuondoa hii misongo ya mawazo kusema kwamba huyu mfanyabiashara ambaye amewekeza kwenye nchi yetu anaweza kumwajiri dereva na dereva akafanya kazi bila msongo wa mawazo, mwisho wa siku mambo yanakwenda vizuri. Kwa pale Moi, majeruhi tunaowapokea sisi ni wengi ni wa ajali za barabarani, na wengi wanakuwa ni either ni waendesha vyombo vile wenyewe, wengine ni wale ambao wanatumia vyombo hivyo kama abiria, na wengine ni wale ambao wanatumia barabara, wale watembea kwa miguu. Katika barabara hizi za masafa marefu, barabara kuu,
tunahakikisha kwamba upana wa barabara unakuwa mkubwa, unakuwa 3.5, ile lane ya kupita moja na ile lane nyingine ya kupita inakuwa mita 7 jumla. Ifahamike kuwa katika kutambua umuhimu wa elimu ya usalama barabarani, serikali iliamua kuanzisha kituo cha umahiri cha usalama barabarani katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, ambapo pamoja na mambo mengine, kituo hicho kina jukumu la kutoa elimu kwa watumiaji wa barabara ili kuhakikisha ajali zinadhibitiwa kwa ustawi bora wa jamii na maendeleo endelevu. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Mtazamaji, sekta ya ushirika nchini imeendelea kujipanga kuhakikisha inarejesha nguvu ya vyama vya ushirika kama ilivyokuwa miaka ya 1980 na 90 kwa kuimarisha uendeshaji na usimamizi imara wa vyama hivyo. Katika mkutano mkuu wa mwaka wa 2025-26 wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Arusha ACU, msisitizo umeelekezwa katika kuzingatia misingi ya uendeshaji kulingana na nyakati ili kuepusha kuyumba tena kwa ushirika uliosababishwa kukosekana kwa viongozi thabiti. Hata hivyo, kwa mujibu wa mtendaji mkuu wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania Fares Muganda, mwanga umeanza kuonekana. Tumeanza kuona mwanga. Vyama vile ambavyo vilikuwa vikisuasua sasa hivi vimeanza kuamka, na tunaamini kama tutaenda kwa spidi hii basi kutakuwa na mwamko mzuri katika vyama vyetu hivi vya ushirika, kuanzia ngazi za msingi, ngazi za upili ambazo tunaita ni union, lakini mpaka ngazi ya taifa. Lakini lazima tuhakikishe kwamba kule chini pia wote tunaimba wimbo mmoja. Ni katika kuhakikisha suala la weledi linazingatiwa kuanzia kwa viongozi, watendaji na wanachama. ACU kwa mwaka huu imeamua kuwaleta wataalamu wa kada mbalimbali kuongezea uelewa wanachama, ikiwa ni pamoja na Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, wataalamu wa mizani ya kidijitali iliyounganishwa na mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika na TAKUKURU katika masuala ya utawala bora. Inakuwa ni rahisi kwa mkulima kuona kile ambacho anapimiwa, lakini pia mfumo unatupa nafasi ya kutunza hizi taarifa. Kwa hizi taarifa zinakuwa zinasambaa katika nafasi tofauti tofauti. Akipoteza risiti, alikuwa na ujumbe mfupi wa maneno. Kwa mfano, ukiangalia pale kijiji cha Magungu Kiteto, wana ekari zaidi ya 2185. Sasa zile ekari hazijaendelezwa. Kwa mantiki hiyo sasa, tukitransform huu mradi katika ufanisi, tunaweza tukaongeza uzalishaji wa kutosha. Malalamiko makubwa kwenye hivi vyama vya ushirika ambao kwa sehemu kwa sisi tunaweza kuita kwamba ni mwanya, ni kukosekana kwa uwazi na uwajibikaji. Kwa chama hiki cha ushirika Arusha bado tuna mashirikiano mazuri, kwa maana kwamba pale wanapohitaji kuelimishwa tunakuja kuelimisha. Ni katika kuhakikisha malengo hayo yanafanikiwa, mwenyekiti wa bodi ya ACU Shadrack Isanja amesema wapo katika matayarisho ya kuandaa na kuboresha sera za chama ili kwenda na kasi ya ukuaji wa chama na ushirika nchini. Mapendekezo haya yanalenga kuimarisha mfumo wa utawala bora katika vyama vya msingi, kuongeza uwazi na uwajibikaji, pamoja na kuhakikisha vyama vyote vinaendeshwa kwa misingi ya kitaalamu na endelevu kwa manufaa ya wanachama. Katika hatua nyingine, chama hicho kimefanikiwa kukusanya jumla ya kilo 52,260 za kahawa kwa msimu wa mwaka 2025-26. Angelo Mwaleka, Star TV. Watu wenye ulemavu zaidi ya 200 mkoani Mara wanatarajia kunufaika na mikono bandia kutoka kwa mashirika ya The Voice of Women Africa la Arusha na The Hand Project kutoka nchini Ujerumani kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya Serengeti, ambapo wameanza zoezi la kuweka mikono bandia katika hospitali ya wilaya Serengeti. Mwandishi wetu Sospita Mabirika na undani wa habari hii. Mkurugenzi wa shirika la The Voice of Women Africa kutoka Arusha, Veronica Kidemi, anaeleza alivyoguswa kusaidia watu wenye ulemavu wa mikono. Nilipoteza mkono wangu kwa kukatwa na aliyekuwa mume wangu. Kwa hiyo nikaona sababu na mimi ya kusimama na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuwapa tabasamu, sababu mimi nilipopoteza mkono wangu niliteseka sana, niliona changamoto ni kubwa sana, na kuendelea kuona watu wengine wenye ulemavu wakiwa wanateseka kama mimi nilivyoteseka, kwa kweli nikasema nitafute solution. Akizindua zoezi hilo la siku 6 kwa niaba ya mkuu wa wilaya Serengeti Eliki Ngole, amewashukuru wadau wote, huku mganga mkuu wa wilaya Serengeti Dr. Subiro Adam anabainisha idadi watakaonufaika. Kwa kweli mmeokoa maisha ya watu. Watu walikuwa wanapata shida nyingi, lakini kwa kutumia hivyo vifaa ambavyo vyenye mbadala wa mkono vitawasaidia. Mwanzo walikuwa ni wananchi 220 waweze kupata mikono hiyo,
lakini idadi imekuwa ikiongezeka kadri tunavyoendelea kutoa huduma hii. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi ambao wana shida ya kuweza uhitaji wa mikono hii bandia waweze kufika katika hospitali ya wilaya Serengeti na kuweza kuipata mikono hii bandia. Viungo bandia vinatajwa kuleta tabasamu kwa Watanzania wenye mahitaji, kama anavyoeleza afisa ustawi wa jamii la Serengeti Maulana Kitambazi na Gati Okosi kutoka halmashauri ya mji wa Tarime. Kuna watu kutoka Dodoma wamekuja, kuna watu kutoka Simiyu wameanza kuja mmoja, lakini kutoka Kagera tumepokea watu leo kutoka Dodoma. Kwa hiyo wito wangu ni waombe wananchi hasa wenyeji wa Serengeti tujitokeze kwa wingi ili tuweze kupata hii fursa. Kutoka halmashauri ya mji wa Tarime tumefika hapa, mimi kama afisa ustawi nimewaleta watu wenye ulemavu ili waweze kupata viungo hivi bandia. Wakati huo wanufaika wa viungo bandia wanaona mwanzo wa maisha mapya baada ya mateso ya muda mrefu. Mimi tangia nimepata ajali, nimepata shida ya kuwa na mkono mmoja, nimeshafuatilia sana, na baada ya kuwa nimefuatilia ilifikia sehemu hii mikono ni bei ghali sana. Ndio maana nimetupa Dodoma kuangalia fursa, maana ni bei ambayo ukienda kuuliza pale jeni huwezi kurudi tena kwa na hali ya chini. Mikono hii tumeona inaweza kutuwezesha sisi walemavu, watu wenye mahitaji maalum, tusaidia kulingana tulivyokuwa tunateseka. Nikiripoti kutoka Serengeti Hospital Mabirika, Star TV. Hapa Mwanza, benki ya Stanbic imeendelea kuonyesha dhamira yake ya kuhamasisha uelewa mpana wa bima kwa jamii kupitia zoezi la utoaji elimu ya bima iliyofanyika Mwanza, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ulinzi wa kifedha na uwezo wa wananchi kukabiliana na changamoto zisizotarajiwa. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, meneja wa benki ya Stanbic Tanzania Janet Mbaruku amesema bado kuna pengo kubwa la uelewa kuhusu bima miongoni mwa wananchi, licha ya umuhimu wake katika kusaidia watu binafsi na biashara kukabiliana na athari za matukio yasiyotegemewa. Kwenye jukwaa letu ya leo tutaelezea bima mbalimbali, mfano bima za moto, bima za vyombo vya moto, bima za maisha, bima za afya, bima mbalimbali za biashara. Basi karibu uje usikie tuliokuandalia. Pia unachotamani kufahamu kama ni biashara, unataka kujua majanga gani hasa yanaweza kuhusiana na biashara yako na kinga gani kwenye bima unaweza ukachukua. Waliohudhuria zoezi hilo wamesema wamepata elimu ambayo imebadilisha mtazamo wao kuhusu bima, hususan kwa watu wanaojihusisha na biashara na kukutana na changamoto mbalimbali kila siku. Nimesogea kujifunza, kusema kweli nimejifunza vitu vingi sana. Na mojawapo nilichojifunza sana ni kwamba kijiunga na bima, kile kiwango ambacho unachanga, hata kama hujaugua bima yako ina expire, ni vizuri ukarenew, kwa sababu zile vidogo tunavyochanga vinawasaidia watu wengine. Zoezi hili linaakisi mwelekeo mpana zaidi wa namna taasisi za kifedha zinavyoanza kuifikia jamii kwa njia inayozidi huduma za kawaida za kifedha, kuwekeza pia katika elimu ya vitendo inayosaidia wananchi kuwa na maandalizi bora, uthabiti wa kifedha na uwezo wa kulinda mafanikio wanayoyajenga. Na wazazi na walezi wameosa kuwekeza zaidi katika elimu ya awali kwa lengo la kuongeza malezi yenye mwitikio katika jamii. Taarifa kamili na Frankios Cleophas. Mtizo huu unatolewa na mwalimu wa shule ya awali Wikea iliyopo halmashauri ya mji wa Tarime mkoani Mara, Mwalimu Rita Bitengu, wakati akielezea umuhimu wa madarasa ya awali kwa watoto wadogo. Elimu ya awali ina faida nyingi sana kwa mtoto. Kwanza, kupenda masomo, kupenda kujifunza katika nyanja mbalimbali, kujisimamia wenyewe. Watoto wetu wana uwezo wa kusimama mbele za watu wengi, wanachanganua mambo. Ni watoto ambao wamejua kuongea Kiingereza wakiwa watoto wachanga sana. Kwa mfano, hapa tuna watoto wa miaka miwili na nusu, miaka mitatu mpaka 4. Wanaposimama katika waride wanaongea Kiingereza sanifu. Vilevile, licha ya kufundishwa kwa masomo ya darasani, wanafunzi hao hujifunza kwa vitendo kwa lengo la kuwajengea uelewa ili wanapoenda shule nyingine tayari wamejengewa misingi bora. Shule yetu
inachukua watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja mpaka miaka mitano. Ni madarasa ya awali. Mbali na kufunza masomo ya darasani, tuna somo la ujifunzaji wa elimu ya awali ambao tunafanya kwa vitendo. Swala la lishe ni muhimu sana katika makuzi ya watoto, nalo uzingatiwa shuleni hapo. Zaidi ya yote tunawalisha siku ya Jumatatu chakula tofauti, Jumanne chakula tofauti, kila siku chakula ambacho ni lishe bora, ili watoto wetu wawe na afya nzuri katika kujenga ubongo wao. Darasa la awali kabisa KG1 na toddlers, kuna godoro ambao tunathamini watoto kulala. Watoto wanalala masaa ya mchana kama lisali moja, ili wapate kupumzika na watakapoamka wana nguvu mpya. Kwa hiyo wiki hii tumewafunza watoto wetu mambo mengi kama vile kuvua nguo, kuvaa, kujivalisha viatu, kufunga kamba, kuoga wenyewe. Aidha, baadhi ya wazazi wanazungumzia umuhimu sasa wa madarasa ya awali kwa watoto wadogo hapa nchini. Yaani tunaweka mtoto Wilkia, unamweka mtoto sehemu salama. Wilkia kwa kweli wanajitahidi. Fundisha watoto wanajitahidi sana. Hata mimi nilipomleta mtoto wangu, nilikuwa ni mwaka jana, alikuwa hawezi chochote. Lakini sasa hivi ukiangalia mtoto anauelewa mkubwa kabisa. Hata Kiingereza anaongea vizuri tu. Nikiripoti kutoka Rentarime mkoani Mara, Frank Skrefas, Star TV. Na mtazamaji, taarifa yake Frank Skrefas inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapo tutakuwa ni wasaa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. StarTimes tumewaletea tena mteja wa StarTimes antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi tukubusti kwenda mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tu kwa mwezi tutakubusti kwenda uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata ofa ya hadi siku 5 zaidi bure, huko kupitia ST Swahili ukifurahia tamthilia mpya kabisa Lavender Fields. Ushuhudie mwanamke aliyesalitiwa na kuibiwa mtoto wake akirudi kulipiza kisasi. Ni kila siku saa 3 kamili usiku, bila kukosa tamthilia nyingine kali ya Reborn. Ukutane na visa vya binti masikini anayepandikizwa moyo wa binti tajiri aliyefariki kwa ajali. Ni kila siku saa 3:45 usiku kupitia Mambo TV Swahili. Furahia bongo movies na series kibao za kibongo, watoto nao wakiendelea kufurahia Bonnie Bears na katuni nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia ST Swahili. StarTimes, lipa tukubusi zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa wa jicho letu mkoani. Serikali imeombwa kulipa fidia kwa wakulima 160 wa kata ya Loksale wilayani Monduli ambao kwa zaidi ya miaka 23 sasa wamekuwa wakitafuta haki baada ya kutoka kupisha eneo hilo kwa matumizi mengine, hivyo kushindwa kuendeleza maeneo yao. Mwandishi wetu Beatrice Gerald ana undani wa taarifa hii. Baadhi ya wakazi wa kata hiyo wanabainisha kuwa licha jitihada mbalimbali za kutafuta haki yao, bado maisha yao yameendelea kuzorota, hasa kiuchumi, hali inayohatarisha maisha yao. Naomba serikali ituhurumie, ikijua sisi ni wananchi wake ambao tulipewa mashamba kihalali, watupe fidia. Mimi niliokaa hapa nimeshasema ni mjane. Shida nyingi zipo, maisha ni
maisha ni magumu. Kwa hiyo tunamwomba Mheshimiwa Rais pamoja na Waziri Mkuu ambaye ndiye aliwasilishia hoja hiyo kwamba wapuuze kauli hizi za Mheshimiwa mbunge wa Monduli ambaye amekuwa ni msumari wa moto. Hatujajua kwamba ana agenda gani kwenye swala hili la sisi kulipwa. Tumechoka, yani tumemalizia kila kitu katika kufuatilia haya mambo. Hatuoni inafika mwisho. Tumeishiwa kabisa. Hata watoto au wajukuu zetu wa yatima tunashindwa kuwahudumia. Akizungumza kwa njia ya simu, mbunge wa Monduli Isaac Capriano anaeleza kuwa eneo hilo lilitengwa kwa ajili ya malisho na kuwa madai ya wananchi hayo hayana mashiko. Eneo hilo lilitwaliwa miaka hiyo na Sokoine kuipa jeshi kwa ajili ya mazoezi na malisho ya mifugo. Mimi ninachojua nimehasisi kutoka kwa hayati Edward Moringe Sokoine, alilipewa hiyo eneo akaondoa. Eneo lenye mgogoro lina ukubwa wa ekari 47,000 ambapo kwa sasa matumaini ya wakazi hawa ni kuona serikali ikichukua hatua ili haki iweze kutendeka ili kuwa na familia imara. Beatrice Gerard, Star TV, Monduli, Arusha. Tazamani, baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mixx by Yas imezindua Wakala App, jukwaa la kisasa na la kwanza sokoni linalolenga kubadili namna mawakala wanavyoendesha biashara zao na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa zaidi ya wateja milioni 22 kote nchini. Uzinduzi huo umefanyika wakati wa hafla ya Partners Gala na kuwakutanisha mawakala wote wakuu, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea mafanikio ya mwaka uliopita na kufungua dira mpya ya mwaka huu. Kiwa kama kampuni kinara katika innovation, tumeleta pia innovation mpya ambao ni ubunifu wa app kwa ajili ya mawakala. Hii ni app ya kwanza Tanzania kuwahudumia mawakala. Tumeona tunavyozidi kuwa digital, wateja wamekuwa na smartphones zimekuwa kila sehemu, lakini wakala alikuwa amebaki nyuma kwa sababu ambazo hatutaki kuendelea nazo. Kuanzia leo tunasema wakala naye aje aishi maisha ya kidijitali. Tumetengeneza app mahususi kabisa kwa kurahisisha miamala yao na leo hii tumeilaunch. Kuandaa watu wetu hapa tunavyoenda kidijitali na tusaidia hata sisi mamlaka ya mapato Tanzania. Ukiangalia pia tulikotoka, tunatoka watu wanapanga foleni kwenda kulipa kodi, lakini nao tunaenda kidijitali. Mmeshaturahisishia nyinyi kama sehemu ya private sector. Benki Kuu kama taasisi ambayo inasimamia watoaji wa huduma mbalimbali wa fedha ina mipango mbalimbali ambayo inachangia katika kuhakikisha kwamba hii uchumi wa kidijitali unaweza kwenda vizuri, kwa sababu tunaposema uchumi wa kidijitali ni kwamba ule mnyororo wa utoaji wa huduma au uuzaji wa bidhaa unatumia sasa teknolojia ya kidijitali. Mtazamaji, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zitafuata.
PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Mtazamaji, karibu sana katika habari za mataifa mbalimbali. Bunge la Israeli limepitisha sheria inayofanya adhabu ya kifo kwa adhabu ya msingi kwa Wapalestina waliohukumiwa kwa mashambulizi yanayodhaniwa kuwa vitendo vya ugaidi. Charles Machuga ametuandalia undani wa habari hizi. בעד חוק עונש מוות 62, 48 מתנגדים, נמנע אחד. אני קובעת. Sheria hiyo inaeleza kuwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa itakuwa adhabu ya msingi kwa Wapalestina wa ukingo wa Magharibi watakaopatikana na hatia ya kuua Waisraeli. Hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa kimataifa, huku mataifa ya Umoja wa Ulaya na mashirika ya haki za binadamu yakielezea wasiwasi mkubwa. Sheria hiyo imepitishwa kwa kura 62 dhidi ya 48, huku mbunge mmoja akijizuia kupiga kura na wengine kutokuhudhuria kikao hicho. Muswada huo uliwasilishwa na waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, ambaye ni mmoja wa wanasiasa wenye msimamo mkali nchini humo. Naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amehudhuria binafsi kupiga kura kuunga mkono muswada huo bungeni. Sheria hiyo haitatumika kwa kesi za zamani, bali itahusu matukio yatakayojitokeza baada ya kupitishwa kwake. Ikumbukwe mara ya mwisho kutekelezwa kwa adhabu hiyo ilikuwa ni mnamo mwaka 1962. Wakati huo, mhalifu wa kivita wa Nazi Adolf Eichmann alinyongwa. Tukiangazia mzozo wa vita Mashariki ya Kati. Tangu kuzuka kwa vita Mashariki ya Kati, bei ya nishati ya mafuta ilikuwa tete, huku wawekezaji wakipima uwezekano wa Rais Donald Trump kumaliza vita vya Iran dhidi ya mshtuko wa usambazaji kutokana na kufungwa kwa muda mrefu kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa sasa bei ya nishati hiyo adimu duniani imeripotiwa kupanda tena kwenye soko la dunia kutokana na athari za moja kwa moja za vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambavyo leo hii vimeingia siku yake ya 32. Mapema asubuhi ya Jumanne hii, pipa moja la mafuta liliuzwa kwa dola za Marekani 115.17 kwenye masoko ya Asia, ikiwa ni muda mchache baada ya meli nyingine ya mafuta kushambuliwa kwenye bandari ya Dubai. Meli hiyo iitwayo Al Salmi ilikuwa imebeba mapipa milioni 2 kutokea Kuwait, na Saudi Arabia na mamlaka za Dubai zimesema zinaendelea na juhudi za kuuzima moto uliozuka baada ya kushambuliwa kwa drone kutokea Iran. Jana Jumatatu, meli nyingine inayomilikiwa na Ugiriki ililengwa na makombora mawili ikiwa kwenye pwani ya rasi ya Tanura nchini Saudi Arabia. Kwingineko, Rais Faustin Archange Touadera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ameapishwa kuhudumu kwa muhula wa 3, ikiwa ni miezi mitatu tu baada ya kutangazwa mshindi kwenye uchaguzi uliokuwa na utata. Rais Faustin Archange Touadera amerejea madarakani kwa muhula mwingine wa 3 wa miaka 7. Mteule huyu alitangazwa mshindi kwenye uchaguzi wa mwezi Disemba mwaka jana, ambao uligomewa na muungano wa vyama vya upinzani kufuatia mabadiliko ya katiba ya mwaka 2023 yaliyoondoa ukomo wa muhula wa kutawala na kuongeza urefu wa kila muhula kuwa miaka 7 badala ya miaka 5 ya awali. Vyama vya upinzani viliyakataa matokeo ya uchaguzi huo ambayo yalimpatia Touadera ushindi wa 78%.
Tudera anadhamiria kujenga uchumi unaojitegemea na usimamizi wa wazi wa rasilimali za taifa hilo. Sherehe za kuapishwa kwake zimehudhuriwa pia na marais kutoka Kongo pamoja na visiwa vya Komoro. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Zaidi ya wakimbizi 900,000 wa Syria wanatarajiwa kuondoka Ujerumani katika miaka 3 ijayo. Agizo hilo limetolewa na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz baada ya kukutana na rais wa Syria Ahmad al-Sharaa. Kansela Merz amesema 80% ya Wasiria 900,000 waliokimbilia Ujerumani wanapaswa kurudi nchini mwao katika miaka 3 ijayo kusaidia ujenzi upya wa nchi yao. Akiwa na rais wa Syria Ahmed al-Sharaa, Merz wamezungumza na waandishi wa habari mjini Berlin. Wamesema wamekubaliana kwa pamoja kwa kuwa hiyo ndiyo njia iliyokuwa na matamanio ya rais al-Sharaa. Ikumbukwe kiasi cha wahamiaji 83,000 walipewa uraia tangu mwaka 2014. Siku zilivyosogea, wahamiaji wasiokuwa na vibali maalum kiasi chake kikigonga 940,000 wakakimbilia Ujerumani. Na mtazamaji, ni Charles Machugo hiyo na habari mbalimbali za kimataifa. Mtazamaji, twende mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutakuwa tukidunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. Baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa shabiki wetu nambari 1. Hizi ni habari za michezo na burudani. Tuanzie kwa wananchi. Meneja wa klabu ya Yanga Walter Harrison amesema hali ya majeruhi kwa baadhi ya wachezaji wa klabu hiyo inaendelea vizuri na wengine wameshaanza mazoezi mepesi, ikiwa ni kwa ajili ya michezo ya duru ya pili michuano ligi kuu ya NBC. Taarifa kamili na mwanamichezo wetu Bwana Shomari. Wote amesema kwa sasa madaktari wa timu hiyo wanatumia kila aina ujuzi wao kuhakikisha wachezaji hao wanapona kwa haraka na kurejea kikosini tayari kwa michuano ya ligi kuu ya NBC. Kwetu sisi hiyo ni kama changamoto ambayo tunaipitia na tunajitahidi kuhakikisha kwamba inaweza kutengemana, mwisho wa siku tuweze kuwapata wachezaji wetu wote. Idara ya utabibu kwa maana medical department wako na kazi hiyo na wanaifanya kwa kiasi kikubwa sana ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa, wachezaji wanakuwa available na mwisho wa siku kuweza kutimiza malengo. Kwa hiyo kila kitu kinaendelea vizuri, tunaamini tutakuwa kwenye wakati mzuri sana wa kuweza kufanya maandalizi mazuri ya kutimiza malengo. Walter Harrison amewaomba mashabiki wa timu hiyo kuzidi kuwaunga mkono wachezaji kwa lengo la kuwafanya waendelee kufanya vizuri kwenye michezo ya ligi licha hivi karibuni kutoa sare kwa michezo 3 mfululizo. Kawaida hali kama hiyo kuwa inatokea. Kwa hiyo sisi ambao tumechagua kufanya kazi hii tunajua jinsi ambavyo mashabiki wetu wana changamoto, wanapitia kwenye kipindi kibaya kwa wakati huu cha kukosa matokeo mazuri, lakini kikubwa tunawaahidi tunaendelea kupambana na mwisho wa siku kile ambacho wao wanakitegemea watakipata mwisho wa msimu, Mungu akijali. Baadhi ya wachezaji wa klabu hiyo wamesema msimu huu wa ligi umekuwa na ushindani mkubwa kutokana na kila timu kuhitaji kushika nafasi 4 za juu. Msimu mgumu. Kila timu imejiandaa kuchukua ubingwa. So
mimi nachukulia ni msimu mgumu na wenye ushindani kwa kila timu. Sisi tumefanikiwa kupata ubingwa kwa misimu hii iliyopita. Kwa hiyo ni sisi kuendelea kupambania huo ubingwa wetu. Kwa hiyo atuangalie kwamba wapinzani hao watu wengine wamefanyaje. Sio matarajio yetu kupata sare za mfululizo nadhani kwa michezo ya mwisho, lakini kimpira inatokea na ni vitu vya kawaida katika football. Kikubwa ni kwamba bado hatujafungwa, kwa hiyo kikubwa pia ni kuendeleza kuhakikisha tunafanya vizuri na kuendelea na kuongoza ligi. Hivi karibuni Yanga imeboresha benchi lao la ufundi kwa kumrejesha kocha wao msaidizi wa zamani Abdulhamid Moraini kwa ajili ya kusaidiana na kocha mkuu Pedro Goncalves katika michezo ya ligi iliyobakia. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na kocha mkuu wa Pamba Jiji FC Francis Balaza ameiomba bodi ya ligi kuu nchini TPLB kupitia upya upangaji wa ratiba ya michezo ya ligi kuu ya NBC na michezo mingine ambayo haiwapi wachezaji nafasi ya kupumzika kwa mujibu wa kanuni. Kocha mkuu wa Pamba Jiji FC Francis Baraza amesema kwa sasa ratiba ya ligi kuu na michezo mingine imekaribia, hivyo ipo haja ya kuangaliwa upya. Hapo kidogo tunaumiza wachezaji. Na waomba kama ongeza pia kuongeza hizi siku ziwe wapate timu zingine ziweze kupata ile rest nzuri kwa wachezaji. Maana tunasema masaa 72 kwa mchezaji watakana rest. So unapata tutakuwa tunaumiza wachezaji wetu na takuwa mostly tunakwenda nafikiri kuweza kuwakosa wengine kutokana na yale masaa 72. So kwangu ni ombi tu, kama ongeza inakuwa ngumu maana nchi yetu ni kubwa na safari zinakuwa za mbali. So unapata timu inachukua muda mrefu barabarani. Unaona. So najua kuna jambo wanalifanyia kazi na najua inshallah Mungu atawashika na wataweza kuona kuwa tunarudi katika ubora wetu. Meneja wa timu hiyo Ezekiel Ntibikeha anasema wameshafanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya safari ya kuelekea mkoani Kigoma kuikabili timu ya Mashujaa FC. Maandalizi yako tayari kwa 100%, imebaki tu ni ratiba ya lini tunaanza safari. Kwa hiyo mambo mengine yote ya utawala nafikiri mkurugenzi wa jiji Bwana Kiomoni Kibamba ameshakamilisha. Imebaki ni sisi sasa timu na technical bench kuamua lini tunaanza safari, lakini mambo mengine yote yanayohusiana na kusafiri yako tayari kwa level ya uongozi wa club. Wachezaji wanasema motisha inayotolewa na uongozi wa Pamba Jiji imekuwa ni chachu ya kuongeza bidii katika michuano mbalimbali. Huwa kila akiweka hivyo na inaongezea nguvu kwa wachezaji, sababu kuna wakati game inakuwa ngumu sana, lakini tunakumbushana na uwanjani jamii tizameni pana chochote nje, sababu ukimaliza mechi bila pointi yoyote inakuwa kama vile umetumikia bure, lakini kama utakumbuka kama kuna chochote, na hicho inatusaidia sana kutengeneza motivation uwanjani. Hadi hivi sasa hawakuwa nyuma, wao wako mbele kila siku kuja kutusupport. Popote tunapokuwa tunaona support yao. Sisi kama wachezaji tunawashukuru sana na tunawaomba waendelee kutusupport. Sisi kama wachezaji tutaendelea kuwapa furaha ya kuhakikisha tunawapa alama ili kuweza kujenga katika nafasi nzuri katika ligi. Timu hizo zilipokutana katika mzunguko wa kwanza kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, Pamba Jiji iliibuka na ushindi wa mabao 2-1. Na kamati ya uchaguzi wa kamati ya Olympic nchini TOC imemwingua Anthony Mtaka kuwania nafasi ya urais wa kamati hiyo kwa kile kinachoelezwa ni kukosa vigezo. Katibu wa kamati ya uchaguzi wa TOC Abdurahmani Hamisi Ramadhani amesema kwenye nafasi hiyo wamejitokeza tiania 4 kati yao 3 wamepitishwa. Bwana Anthony John Mtaka tumemwingua katika nafasi hiyo. Ukazunguka utalipata ile jibu ambalo nimelizungumza mapema, ambao mwanzo nisema kwamba sitatoa reason, lakini baada ya kulijibu ile swala lile la Bwana Omari basi utakuta baada Shafi kwa mujibu la lishapatikana automatic. Sawa. Mtu wa pili katika nafasi ya makamu wa rais anaitwa Bwana Suleiman Mahmud Jabir. Bwana Suleiman Mahmud Jabir naye ni miongoni mwa watu ambao wameinguliwa kwa nafasi hiyo. Na mtu wa tatu kwa nafasi nyingine ya makamu wa rais anaitwa Bwana Rahim Khamis Kaliango. Rahim Khamis Kaliango na aligombea nafasi ya
makamu wa rais, na mtu wa tatu wa nne anaitwa Donald Anthony Masawe, yeye aligombea nafasi ya ujumbe. Ndipo pale nikasema kwamba katika nafasi ya ujumbe tulimwengua mtu mmoja tu, wengine wote tuliwapitisha. Abdurrahmani amesema mara baada ya kutangaza majina ya tiania, kamati ya uchaguzi wa kamati ya Olimpiki TOC inasubiri kama kutakuwa na mpingamizi au rufani yoyote kabla kuingia katika uchaguzi mkuu. Sio mwisho hapa kwamba kamati hii ndio ishaoingia, hapana. Sisi tuna kamati nyingine juu tunaita electoral committee, yani appeal committee. Kwa hivyo watapeleka appeal zao. Jamani, kwa nini mmetuengua na nini? Kamati ya appeal itakaa kitako. Kwa sababu sio sole decision, kuna kamati ya appeal. Kamati ya appeal itasema bwana, maamuzi yaliyotolewa na kamati ya mwanzo yalikuwa si sahihi, hawa watu tunawarejesha. Watarejeshwa. Wanamichezo 28 wamejitokeza kuwania nafasi ya uongozi ndani ya TOC, ikiwemo nafasi ya urais, makamu wa rais pamoja na wajumbe, huko kwenye nafasi ya makamu wa rais akijitokeza mgombea mmoja pekee, Nasra Juma Mohamed, na wengine 11 wamejitokeza kuwania nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji ya TOC. Mbwana Shomali, Star TV, Dar es Salaam. Sasa tuungane naye Abdullah Tilata kwa habari za michezo za kimataifa. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amekutana na rais wa Mexico Claudia Sheinbaum kwa ajili ya kutathmini maandalizi ya fainali za kombe la dunia za mwaka 2026 ambazo zinaandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa ya Mexico, Marekani na Canada kuanzia Juni 11 hadi Julai 19. Rais Claudio ameandika katika mtandao wake wa kijamii kwamba amekutana na Infantino katika jumba la kitaifa